Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Hii ni Aprili 7 ya mwaka 2025. Mwinue Yesu juu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mahali pasili juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya upendo, furaha na amani ambayo umetupatia maishani mwetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mambo mengi magumu ambayo umetufunulia na mengi ambayo umetuvusha kwayo. Jina lako litukuzwe. Watoto wako wa kiume na wa kike wamekuja miguuni pako asubuhi ya leo, wakiomba Roho yako Mtakatifu aendelee kuwa pamoja nao wanapojifunza maneno yako, na zaidi sana wakaelewe hiki wanachojifunza katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema usomaji wa Biblia huimarisha akili. Warumi sura ile ya 15 aya 4 inasema, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Hakuna kitu kinachotumainiwa kuimarisha akili kuliko usomaji wa Biblia. Hakuna kitabu kingine chenye uwezo wa kuinua mawazo, kutoa nguvu kwa uwezo kama ukweli mpana na wa kutia moyo wa Biblia. Ikiwa neno la Mungu lingesomwa kama linavyopaswa kuwa, wanadamu wangekuwa na upana wa akili na uadilifu wa tabia ambao hauonekani sana nyakati hizi. Hakuna maarifa yaliyo imara, yenye uthabiti, yenye mguso kwa wengi kama yale yanayopatikana kutokana na kujifunza neno la Mungu. Kama kusingekuwa na kitabu kingine katika ulimwengu wote, neno la Mungu likiwekwa katika vitendo kwa njia ya neema ya Kristo, lingeweza kumfanya mwanadamu kuwa mkamilifu katika ulimwengu huu, akiwa na tabia iliyofanywa kufaa kwa uzima wa milele wakati ujao. Wale wanaojifunza neno, wakilichukulia kwa imani kama ukweli na kulipokea katika tabia, watakuwa kamili katika yeye aliye yote katika yote. Ashukuriwe Mungu kwa fursa zilizowekwa mbele ya wanadamu. Wakati unaotolewa kwa usomaji wa neno la Mungu na kwa maombi utaleta mara 100 kama malipo. Neno la Mungu ni mbegu iliyo hai, na kadiri mbegu hii inavyopandwa akilini, wakala wa kibinadamu analazimika kuitunza kwa bidii hatua zinazofuata za ukuaji wake. Je, hili lifanyike vipi? Baada ya neno kupokelewa kwa maombi, linapaswa kutunzwa na kutekelezwa katika maisha ya kila siku. Linapaswa kuchipua na kuzaa matunda, likitoa kwanza jani, kisha suke, kisha nafaka iliyojaa katika suke. Haitoshi kuisoma Biblia kama vitabu vingine vinavyosomwa. Ili liweze kueleweka kwa namna iokoayo, Roho Mtakatifu lazima auguse moyo wa asomaye. Roho yule yule aliyelivuvia neno lazima amvuvie msomaji wa neno. Kisha sauti ya mbinguni itasikiwa, neno lako, Ee Mungu, ni ukweli. Itakuwa ni lugha ya nafsi. Usomaji wa neno wa juu tu hautatimiza matokeo yaliyopangwa na mbingu. Ni lazima isomwe na kutunzwa moyoni. Kumjua Mungu hakupatikani bila jitihada za kiakili. Tunapaswa kujifunza Biblia kwa bidii, huku tukimwomba Mungu kwa ajili ya msaada wa Roho Mtakatifu ili tuweze kulielewa neno lake. Tunapaswa kuchukua fungu moja na kuielekeza akili kwenye kazi ya kufikia wazo ambalo Mungu ameweka katika fungu hilo kwa ajili yetu. Tunapaswa kudumu katika wazo hilo mpaka linapokuwa letu na mpaka tujue kile asemacho Bwana. Neno la Mungu ni mkate wa uzima. Wale wanaokula na kumeng'enya neno hili, wakilifanya kuwa sehemu ya kila tendo na ya kila sifa ya tabia, watakuwa imara katika nguvu ya Mungu. Linatoa nguvu isiyo kikomo kwa nafsi, ikikamilisha
uzoefu na kuleta shangwe ambazo zitadumu milele. The Signs of the Times, Juni 25, mwaka wa 1902. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Aprili 7, mada ikisema usomaji wa Biblia huimarisha akili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.